wetu aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Mariamu, akateswa zamani za Pontio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashuka kuzimu. Siku ya tatu akafufuka kwa wafu, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Kutoka huko atakuja kuwahukumu wafu na mwamini Roho Mtakatifu, hajachukua muda kama mlunguza hospitalini na akafa kwa namna ambayo tulifundishwa. Kwa kweli inaleta masikitiko makubwa, lakini hata hivyo neno ambalo tutalisoma leo na la kesho wakati tunamsindikiza na siku inayofuata kuja tena mpaka siku ya 15, basi taendelea kuatia moyo ili msikate tamaa sababu kama Namshukuru Mungu ametuamsha salama. Nikukumbushe ndugu yangu uliamka salama. Imba na mimi wimbo kumshukuru Mungu, maana wengi hawajaona siku ya leo. Unaweza kuona kawaida, lakini yasaidie wafuasi wa wakati huo, lakini pia yasaidie wafuasi watakao kuja baadaye. Sasa nyakati zile katika kanisa ile la Wathesalonike kulikuwepo habari ya watu kutoamini habari za kifo, lakini pia kulikuwepo watu wasioamini habari za ufufuo. Ikawa swali kubwa kwenye sura hii nzima au kwenye hii kitabu cha kwanza, lakini sehemu ya pili watu wakawa na maswali, wanajiuliza kwamba kuna kifo, lakini pia wanajiuliza, je, kuna ufufuo? Swali hili lilikuwa kubwa, tabu sana. Yaani kuna badala kweli. Ngaambia nikaanzisha mkakati, ndio maana mwaka jana nikasafiri kwenda Dar es Salaam, nianza Dodoma, nikaenda Morogoro, nikaenda Dar es Salaam, nikawasiliana na walikuwa wengine nikiwa Dar es Salaam, baadaye nikarudi. Lakini kiwaambia kwamba sasa awamu hii ya mwaka huu ndio nianzie Mwanza. Tajiri akasema uwe mwenyeji wetu na Mama Judi. Sawa. Na baba akasema ukitoka hapo uje Magu kwangu. Akasema sawa. Kutoka Magu niende wapi? Kama nilivyowaambia hapo. Lengo letu kubwa likawa ni habari ya mkakati wa uamuzi wa kanisa letu. Ndio mambo ya enzi na kuendelea. Yale mengine ambayo unaona kwa sio mapenzi sana, hayo watoto ya hata, lakini mimi nasema yale mapenzi ambayo tunahitaji ndio kutoka baba. Ninaomba kwa. Lakini pia tangia tulipojuana mwaka jana, ameongea kitu cha pekee cha kuendelea kwa watu. Jamani, nini ngoma? Kwa
lakini tunakushukuru kwa ajili ya uzima na uhai huu uliotupa. Asante Yesu, kwa sababu sisi hatukuwa wema kuliko wengine wote. Na sasa Bwana, umeandaa chakula kupitia wapishi wetu na familia hii kwa ajili ya watu wote watakaofika hapa kwa ajili ya msiba huu. Tukuombe Mungu kakibariki, na kila mmoja atakayegusa roho yake Mungu ikupe utukufu, na jina lako litukuzwe, Kristo Yesu Bwana wetu. Amina. Karibu kwa chakula. Nimemngoja Bwana
angesimama? Nani angesimama mbele yako? Sandaleshe moyoni, kwa nini unaruhusu? Ona haya machozi, tazama tunavyolia. Twajiuliza sana Bwana, ni kwa nini uliyaruhusu? Ambaye ametukuka umri Baba uliompa, na kwa maana kibiblia amepewa nyongeza ya miaka 10 katika uhai wake. Biblia inatueleza kwamba miaka ya kuishi hapa duniani miaka 70, na inasema kiwa tuna nguvu miaka 80, na yenyewe ni shida na mahangaiko. Lakini Baba, tunakushukuru kwa ajili ya maisha hayo. Asante pia kwa ajili ya mwenzi wake ambaye amemwacha. Asante pia kwa ajili ya watoto wake wote wa kike na wa kiume na wajukuu zao. Na sisi sote familia ambao tumeungana pamoja nao, na kila mmoja kutoka kila eneo na kuona hata alikotoka, ili kwa pamoja tuungane kuaga mwili wa mzazi wetu. Tunakusihi Baba, tunapoanza kwa unyenyekevu, ututangulie katika ibada hii, na pale mwisho tutakapomaliza maziko uwe pamoja nasi. Sifa na utukufu kurudie wewe, Yesu Bwana wetu.
Wapendwa wa unyenyekevu, ni wakaribishe katika ibada hii takatifu, ibada ya kumlaza baba yetu na mzazi wetu kwenye familia hii, Mzee Samuel Kahawa Murumba. Na tuianze sasa katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Niombe tuketi. Nimkaribishe ile kiongozi wetu wa sehemu ya kwanza atuingize. Chau wako kutoka Mwanza, wilaya ya Misungwi. Nimewawakilisha wanakikundi wenzangu kwa ajili ya ndugu yetu, kaka yetu Steven Mweyendezikawa ambaye amempoteza mzazi wake. Sisi kama wanakikundi tuko pamoja na familia hii, tunampa pole mwenzetu kwa kumpoteza mzazi wake, lakini pia tunatoa pole kwa familia hii. Tunasema poleni sana. Lakini pia kwa utaratibu wetu kama wanakikundi, tunayo rambirambi yetu ambayo tumeshaiwasilisha kwa mwanachama mwenzetu na amekwisha ipokea. Tunasema Bwana alitoa na Bwana ametwaa, jina lake lihimidiwe. Amina. Mputa family, toa salamu za rambirambi. Hapa tayari ni madhabahu, kwa hiyo niwaombe muwe nje ya madhabahu. Usiwe na wasiwasi kwa sababu kuwa na maelekezo. Napenda kutoa rambirambi zao na kuwapa pole wafiwa wote. Mimi nimekuja kumwakilisha mdogo wangu, ninaishi Mwanza. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Mimi ni mwakilishi wa kikundi cha umoja wa viongozi wa kike Sengerema kwa Vikise. Nimekuja kwa ajili ya mwenzetu Gentrix kuondokewa na baba yetu mzazi kipenzi. Ubani wetu tayari tumekwisha uwakilisha. Bwana ametoa na Bwana ametwaa, jina lake lihimidiwe. Amina. Familia ya Emmanuel Kachumita, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ni kikundi cha Ujirani Mwema Magu. Tumekuja kwa ajili ya kuona mama yetu, kuwakilisha. Sisi ni wakikundi tunawakilisha Ujirani Mwema Magu. Hivyo tuko kwa niaba ya wanakikundi tulioacha wenzetu pole. Hivyo tunampa pole mama, tunawapa pole watoto, na Bwana azidi kwa tia nguvu. Bwana ametwaa, Bwana ametoa, jina lake litukuzwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi naitwa Aneti Emmanuel Kachumita. Niko hapa kumwakilisha mzee Emmanuel Kachumita ambaye anaozesha kwenye huo mji. Mtoto wake ameolewa kwenye mji huo. Rambirambi yake inamwelekeza kwa Mr. Julius Bruno. Naomba kuwakilisha. Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Bwana asifiwe. Amina. Sisi ni wadogo zake na mke wa marehemu. Tuna kikundi chetu tunaitwa Habashengia Tuimanye. Tunampa pole sana dada yetu. Basi Mwenyezi Mungu akimuita yeyote kati yetu, inabidi
tuitikie kwamba mapenzi yake yatimizwe. Asanteni, poleni wafiwa wote, watoto zangu wale wananiita mjomba, na kila mmoja wetu aliyeko hapa, poleni sana. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Nimesimama mbele yenu kutoa salamu za rambirambi nikiwakilisha wanafamilia wa One Family, ambapo mule Joyce, Edwin, Lenatus, Shengo, Makato na Elina ni wanachama mule. One Family tuna utaratibu wetu ambapo mmoja wetu ambaye ni mwanachama awe na jambo lake la furaha au na jambo lake la huzuni, tunaungana naye. Na sisi mzee Mulumba alikuwa ni mzee wetu kabisa. Kwa hiyo nipo hapa kuhakikisha salamu za rambirambi. Tunatoa pole sana kwa wanafamilia, kuanzia mama mwenye mji, watoto, ndugu wote na majirani wote. Rambirambi yetu tutawakilisha kwa wanachama wenzetu baada ya mazishi. Asanteni sana. Tumsifu Yesu Kristo. Ni familia ya Bieles Kokulamuka Ndangwa kutoka Kitendaguro. Kwa niaba ya watoto wa marehemu Bieles Kokulamuka Kitendaguro, tumekuja kutoa rambirambi yetu kwa familia ya mjomba wetu mzee Samuel Kawa. Kwa hiyo tunaomba rambirambi yetu tuikabidhi kwa familia ya mjomba wetu marehemu mzee Samuel Kawa. Asante. Mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Kagera pamoja na mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Mara wanawapa pole sana. Pia pamoja na wawakilishi ambao nimekuja nao, watumishi wenzangu, tunasema pole sana kwa kuondokewa na mzee wetu. Rambirambi yetu tumeshatoa, tumeshamkabidhi Edwin. Naomba kuwakilisha. Kwa majina naitwa Norbert John, na mwakilisha katibu mkuu Wizara ya Madini, na pia nawakilisha wafanyakazi wote wa Wizara ya Madini pamoja na Tume ya Madini. Kwanza nitoe salamu za pole kwa familia kwa msiba wa mzee. Poleni sana sana, na salamu hizi nimeambiwa zifike kwenu kwa maana katibu mkuu ilikuwa lazimike kufika hapa, ila majukumu ya kiserikali yamembana. Kwa hiyo ameniomba nije nimwakilishe kwa hizi pole pamoja na watumishi wote. Bwana Fanueli ni mtumishi mwenzetu akitumikia ofisi ya Tume ya Madini Dar es Salaam. Kwa hiyo pia salamu za watumishi wenzake kutoka ofisi za salamu. Poleni sana familia. Rambirambi zetu tayari zimeshawasilishwa kupitia kwa Bwana Fanueli. Poleni sana familia. Basi sasa nianze kuwatambulisha kwenu wana familia. Naanza na mke wa marehemu. Mke wa marehemu, mama, tunaomba usimame, waombolezaji wote waweze kukutambua. Unaweza kuketi. Asante. Basi niombe watoto wa marehemu upande wa ukoo wakiongozwa na Pastor Peter, karibu msimame kwa pamoja. Watoto wa marehemu upande wa ukoo kwa pamoja, basi tusimame wakiongozwa na kaka mkubwa. Watoto wa marehemu upande wa familia ya ukoo. Basi niombe wajukuu kwa pamoja, wajukuu wote kwa pamoja, wajukuu. Wakwe au wapo pande zote. Niombe wakwe wanaoa ndani ya familia hii na wakwe wanaozesha ndani ya familia hii kwa pamoja. Asante sana. Na wengine wako. Wana familia wote kwa pamoja. Familia wote kwa pamoja tusimame. Hiyo ndio familia. Asante sana. Nasi kwa pamoja basi ni sisi waombolezaji ambao tumekuja kumsindikiza mpendwa wetu kwenye safari yake ya milele. Ametoa, jina lake libarikiwe.
Asante. Basi uondo wasifu wa marehemu. Sasa kazi inayobaki ni kwa baba mchungaji. Karibu kwa ajili ya ibada. Sisi kama usharika wa Burugu ambapo baba alizaliwa na kubatizwa, imani yake alianzia kanisani, na sasa tunapoulaza mwili wake kama kanisa lake, nasi tumeleta lambilambi. Lambilambi ni kwa ajili ya familia, tunapenda kuwapa pole, lakini niombe Joyce Kaijuka kwa niaba ya ndugu zako wa kike na wa kiume upokee kwa niaba ya usharika wako au usharika wenu. Asante. Pole sana. Baada ya hapo niombe kuwatambulisha nilio nao viongozi wetu wa kanisa. Usharika wetu unayo mitaa 6 kwa maana ya hapa Burugu usharikani. Tuna Ibosa, tuna Iyungo, tuna Nyakato, tuna Ianda pamoja na Kalwazi pale Ziwani. Sasa bahati mbaya tumepata misiba ya Kristo wetu imegongana. Tunapomsindikiza baba, yupo msharika wetu mwingine naye ameitwa jana, naye wapo wanamsindikiza. Kwa hiyo tumegawana timu yote ya watendaji, wengine tuko hapa, wengine wameendelea kuutunza huo msiba mwingine. Kwa hiyo hata hivyo waliopo inabidi niwatambulishe. Ni mkaribishe, huyu ni senior wangu. Yeye atajitambulisha majina yake, ndiye amenikabidhi kijiti cha kuongoza usharika. Sasa kwa nafasi hiyo tumemwalika, atatambulisha majina yake na anakotumika huko diocese, na baadaye ndiye atakuwa mhubiri wetu wa siku ya leo. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Ninaitwa Ernest Shengo Mamajura. Ni mchungaji katika shule za msingi za Kiingereza za Kibeta maarufu kama Camps. Ni mwalimu pale na ninachunga usharika wa shule. Vile vile ninafanya kazi kitengo cha ardhi cha diocese nikiwa afisa ardhi msaidizi. Bwana asifiwe. Tunawapa pole wafiwa na waombolezaji sote tulioko mahali hapa. Tuendelee kufarijika katika neno la Mungu kuwa yeye yupo mara zote kutusaidia. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wafiwa niwapeni pole. Pole sana. Mungu wetu aliye mwenye faraja mkuu awafariji kipindi hiki ambacho ni cha majonzi. Wafiwa wote tunawapa pole sana, na waombolezaji wenzangu poleni sana. Kwa majina ninaitwa mchungaji Emmanuel Ntimba, mchungaji wa usharika wa Bozi. Asante. Yeye ni simama tena niendelee kusema machache. Huyu hapa tulibarikiwa pamoja, tuliandaliwa pamoja, na baadaye tukabarikiwa pamoja na tukaanza kazi pamoja. Kwa yeye ni Kulwa kwa Kiswahili, nami ni Doto. Pamoja kama mimi mrefu kumzidi, lakini yeye ananizidi siku kwenye miaka yake. Kwa hiyo tulibarikiwa pamoja, lakini kaka yangu. Kwa hiyo ni pacha wangu. Na mara zote anapokuwa na hitaji kule kwaka nako hudumu ananialika, lakini nami nikiwa pia na uhitaji nikimuita achelewi. Ndio maana nilipomwambia wala hata kuchelewa ili aje tushirikiane pamoja. Asanteni sana. Baadaye tunao watendakazi wenzetu ambao tunatumika pamoja, basi nao watajitambulisha. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Ni mwinjilisti Filemoni Kabobo, ninahudumu katika mtaa mdogo wa Nyakato. Karibuni sana na poreni sana. Bwana Yesu asifiwe. Mwinjilisti Anastera Abera, ninahudumu katika mtaa wa Ibosa. Poreni sana na msiba wa baba yetu. Bwana Yesu asifiwe. Mwinjilisti Obadia Kajuna, mtaa Yungu. Poreni sana wafiwa. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa majina naitwa Mwinjilisti Frida Mayanja, ni mwinjilisti wa elimu ya Kikristo mashuleni. Poleni sana kwa msiba. Nami nimalize majina yangu. Ninaitwa mchungaji James Joheli Mbakize, ndiye mchungaji kiongozi wa usharika wetu wa Burugo. Poleni sana wale waliofika jana na mwili. Tuliupokea pale kanisani na kufanya ibada fupi pamoja nao, na baadaye nikaambatana nao kuja kufanya sala fupi wakati walipofika hapa. Tunashukuru Mungu kwamba walisafiri salama na kufika. Mimi tangia tulipopata habari tuliwabeba kimaombi, na jana nimewaambia niliwashirikisha kisa kimoja kilichotokea mwaka wa 91 nikiwa Dar es Salaam. Mama yangu anaolewa Ukelewe. Yeye alifiwa na mume wake aliyekuwa askari jeshi la wananchi. Sasa wakati wanasafirisha mwili njiani walipata ajali, watu wengine 10 wakafa na mwili wa baba yangu mdogo ukawa wa 11. Kwa hiyo niliwaambia ugumu huo. Kwa hiyo waliponiambia wanasafiri na tena gari sio moja, basi kama usharika wao tulibeba hilo na kuwaombea. Tumshukuru Mungu walifika salama jana. Poleni sana familia. Basi baada ya hapo niombe tusimame sasa tuianze ibada rasmi. Ukurasa namba ya 457, wale wenye kitabu cha Tumwabudu Mungu Wetu kile kipya na wenye kile cha zamani, ile chapa nene, ukurasa namba 637. 637 kile cha zamani kati na kipya ukurasa namba 457. Wapendwa familia na sisi watu waombolezaji, kuomboleza kwa Wakristo ni tofauti na njia ya mataifa. Katika Luka mlango wa 8 aya 52, na katika Yohana sura ya 11 aya 33, na katika Wathesalonike ya kwanza mlango wa 4 aya 13, Yesu aliwazuia kulia kama watu wasio na tumaini. Kuomboleza kwa Kikristo ni kujengana kwa njia ya nyimbo za ushindi wa mauti na zenye matumaini, pia kusoma neno la Mungu. Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi, naye hujaa taabu. Yeye uchanua kama vile ua, kisha ukatwa, ukimbia kama kivuli, wala akai kamwe. Hapa hatuna mji udumuo, bali twautafuta ule ujao. Kwa maana hatukuja na kitu duniani, tena hatuwezi kutoka na kitu. Bwana alitoa na Bwana ametwaa, jina la Bwana na lihimidiwe. Wapendwa katika Bwana, tumekusanyika hapa katika huzuni kwa kuwa ndugu yetu na mzazi wetu Mzee Samuel Kawa ametwaliwa kutoka maisha haya. Basi tunyenyekeze mbele ya Mungu mwenye enzi yote na kutafakari juu ya ukuu na asili ya mauti, tukiomba hivi: wewe Bwana umekuwa makao yetu kizazi baada ya kizazi, kabla haijazaliwa milima wala hujaiumba dunia. Na tangu milele hata milele ndiwe Mungu. Wamrudisha mtu mavumbini, usemapo rudini enyi wanadamu. Maana miaka machoni pako ni kama siku ya jana ikisha kupita, na kama kesha la usiku. Wawagarikisha huwa kama usingizi, asubuhi huwa kama majani yameayo. Asubuhi yachipuka na kumea, jioni yakatika na kunyauka. Maana tumetoweshwa kwa hasira yako, na kwa ghadhabu yako tumefadhaishwa. Umeyaweka maovu yetu mbele zako, siri zetu katika mwanga wa uso wako. Siku za miaka yetu ni miaka 70, na ikiwa tuna nguvu miaka 80, na kiburi chake ni taabu na ubatili. Maana chapita upesi, tutatokomea mara. Ni nani aujuaye uweza wa hasira yako na ghadhabu yako kama ipasavyo kichwa chako? Basi utujulishe kuzihesabu siku zetu, tujipatie moyo wa hekima. Amina. Bwana uturehemu. Bwana uturehemu. Mungu atawaleta pamoja naye, kwa kuwa twawaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala katika mauti. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwariko
na sauti ya malaika wakuu na parapanda ya Mungu, hata awaweke maadui wake wote chini ya miguu yake. Adui wa mwisho atakayebatilishwa ni mauti. Tunaomba tukae. Amini, amini nawaambia, yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mauti kuingia uzimani. Amini, amini nawaambia, saa inakuja na sasa ipo, wafu watakapoisikia sauti ya Mwana wa Mungu, na wale waisikiao watakuwa hai. Maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, vivyo hivyo alimpa na Mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Naye akampa amri ya kufanya hukumu, kwa sababu ni mwana wa Adamu. Msitajabie maneno haya, kwa maana saa yaja ambayo wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake, nao watatoka, wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Na tena Kristo katika utukufu wake husema, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho na aliye hai. Nami nalikuwa nimekufa, na tazama ni hai hata milele na milele. Nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi. Naye kila aishie na kuniamini hata kufa kabisa hata milele. Je, unayasadiki hayo? Akamwambia, naam Bwana, mimi nimesadiki ya kwamba wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu, yule ajaye ulimwenguni. Tunapojiandaa kwa ajili ya ujumbe wa neno la Mungu kwa faraja kwa ajili ya wafia wetu, tutaimba wimbo namba 424 kwenye kitabu chetu, na tukifika fungu la mwisho nitawaalika tena kwa unyenyekevu tusimame. Mara zote tunapolisoma neno huwa tunasimama kwa maana ya kulipa heshima. Hiyo ni sauti ya Mungu inayozungumza kupitia neno lake. Basi kwa hiyo nionapo amani kama shwari, fungu la mwisho la 4 tutasimama. Nionapo amani kama shwari, salama rohoni mwangu, salama, salama, oh Yesu rohoni mwangu, ingawa shetani atanitesa, nitajipa moyo, kwani roho yangu salama, salama, ni salama rohoni mwangu, zimewekwa msalabani, wala sichukui dhana yake, ni salama rohoni mwangu, rohoni, ni salama rohoni mwangu. Ogopa, ni salama rohoni mwangu, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. Katika jina la Yesu tunakushukuru kwa ambavyo umetuwezesha kila mmoja mmoja kutoka alikokuwa, kipekee kwa ulivyowasafirisha wapendwa wetu wana familia hii kutoka sehemu mbalimbali kufuatia Mungu, mpendwa wao, mzazi wao, muumini mwenzetu ambaye umemuita kwako. Na sasa Mungu, kwa ajili ya ibada hii ambapo tutamlaza
mtoto wako mzazi wa familia hii ya Samueli katika nyumba yake ya muda, utakapokuja siku ile kumfufua na kumkuta. Na iweka ibada hii mikononi mwako sasa, na wakati huu utakapoenda kulisoma neno lako na kutafakari juu ya faraja uliyokusudia Mungu kwa ajili yetu, naomba Roho wako Mtakatifu aendelee kuwa katikati yetu, atusaidie katika yote. Kristo Yesu utawale sasa na hata milele. Amen. Tafadhali tuketi. Mchungaji James Mbakize kwa kuona kuwa alete mwaliko kwetu, japo ni wito, ili tushirikiane naye katika ibada hii. Ilikuwa ngumu sana kutoa, sababu kama mwaka mmoja hivi ulikuwa umeshatoka mtaa mwingine, ulienda usharika wa Kaororo. Kwa hiyo kaonekana kama tuna mkakati wa kujaribu Burugo, ila sasa ninyi ni mashuhuda kuwa ilikuwa ni njia kuimarisha Burugo. Bwana asifiwe. Ninaishukuru pia timu yako ulionayo kwa mnavyoendelea kuitenda kazi. Tunaona tulivyoikuta Burugo. Mke wangu ndiye alianza kufanya kazi usharika huu kama miezi 4 hivi, baadaye akaondoka na mimi nikaja nikatumika kama mwaka mmoja hivi na nusu, ndipo sasa akaja mchungaji Bakize. Sasa unatuzidi muda ambao umekaa, ila tunashukuru kwamba tunazo baraka kama familia ambazo tunaziona kuwa tumezipata kutoka Burugo. Bwana asifiwe. Na ninashukuru familia hii mlikuwa sehemu yetu kipindi tupo kuwezesha kazi ya huduma ya kanisa, na hata kupitia kwa mchungaji tunaendelea kuwashukuru kwamba amkurudi nyuma, na walikuwa na ratiba na mzee, na angeanza likizo baadaye angekuja Magu aonane na mzee. Sasa niye mpo, atakuja atawaona. Bwana asifiwe. Basi pia ni washukuru washarika wa Burugo kwa pande zetu. Naona yapo maendeleo yanatendeka, yapo mabadiliko. Tulikuwa tuna maji, sasa naona kuna maji, umeme umesambazwa, kuna majengo ya kanisa. Nimepita hata kwa Wakatoliki pale, nimeona wanapanua kanisa. Pale kwetu usharikani panapanuka. Hii ni dalili kwamba tunazo baraka za Mungu katika familia zetu. Kwa hiyo tunarejesha shukrani kwake. Bwana asifiwe. Tunawashukuru. Basi kwa hayo machache, nilipokuwa na utafakari msiba huu, ila niseme pia siku kadhaa zilizopita, wiki iliyopita, nilikuwa nakumbuka kuna kijana wenu tulimzika pale barabarani. Sasa alikuwa na binti, aliumia sana siku ile. Sasa nikawa nafikiria hivi, anaendeleaje? Yuko wapi? Baadaye sasa ndio kaniletea taarifa za msiba kwenye hii familia. Kwa hiyo pia kwenye nafsi zetu tulikuwa tunawakumbuka. Na ulipoleta wito wa kuja, imekuwa mara nyingi ni ngumu, ila kwa hiyo ndio maana uliona niliitikia haraka sana. Mara nyingi katika matukio kama haya ubeba utambulisho wa aina tofauti kutokana na namna msiba ulivyotokea, jinsi marehemu alivyoishi. Na katika mikusanyiko hii hata wengine sasa tunapata nafasi ya kukamilisha misiba ambayo tumekuwa nayo ambayo haijakamilika. Msiba huwa haumaliziki. Sasa nikafananisha hali hii na hivi, mwenye njaa na aliyeshiba ni nani huwa ana nafuu? Mwenye njaa na aliyeshiba ni nani huwa ana nafuu? Sasa kwangu mimi naona kuna maeneo wanafanana, kuna maeneo wanatofautiana, ingawaje wote ni wahitaji.
wote ni wahitaji. Mwenye njaa anakuwa anahitaji la kuona namna gani ataituliza njaa yake. Hata anapopiga mwayo, anapiga mwayo au umalizi. Anaweka mkono kichwani, anafikiria itakuwaje? Ila mwenye njaa na yeye ana uhitaji. Ile shibe yake ataitunzaje? Mwingine anapiga mwayo, alafu ananyosha na mikono kama yupo kwenye kiti, atajiegemeza kutegemeana na ni aina gani ya mlo aliyoupata. Na katika kama wana mfanano na wana utofauti. Sasa ndani ya mioyo yao hawa wote wana huzuni. Kuna huzuni iliyofichika ndani ya mioyo yao. Huzuni ya watu ni jinsi gani huyu anafikiria atapata chakula na huyu baada sasa ya umro kumalizika tumboni itakuwaje. Na nikaifananisha huzuni hiyo na huzuni ya kuondokewa na mpendwa ambaye mtu umemzoea, au huzuni ya kuondokewa na kitu ambacho ulikipenda, ambacho una uhusiano wa karibu nacho. Kwa Kiingereza ningesema a person from whom you have an attachment, ambacho yani unaweza ukamkuta mtu kapotelewa na soksi, alafu ni mahangaiko ndani mpaka soksi zipatikane. Alafu namuuliza soksi tu? Sio soksi tu. Ana kila jambo linakuwa na utambulisho wa muhusika. Na huzuni mara nyingi huwa niowe na kuomba msaada kwa mtu anayekuwa katika uhitaji, aone nani atafika kwake na kumtia faraja ili aweze kumsaidia. Na mara nyingi mtu anahitaji upendo. Wanafamilia hawa walipopiga yowe tukakimbia. Kwa tuko hapa kuwaletea upendo. Bwana asifiwe. Na vile vile tuko hapa kupokea upendo kutoka kwenu. Na mnahitaji upendo wetu kwa sababu bado mna mashaka. Hivi Bwana asifiwe. The reliable person to die. Kila namuomba nisaidie kila mara wanasema ili watoto wangu wakue, sababu tuna ahadi. Mzazi ataona wana wake. Ni wajukuu zangu nimeshawaona. Endelee kuyakamilisha ambayo Samuel angeyafanya na baadaye yetu endelee mbele. Kwa hiyo ndivyo Mungu wa faraja yote anavyotaka kukusaidia au kutusaidia sisi ambao tumewahi kufiwa. Baadaye analeta miongoni mwa watoto wake, ataleta baadhi. Sisi tulioko hapa ni baadhi. Ndiye Mungu ameruhusu. Msije mkalaumu watu kwamba kufika. Ni mgombea mwenza wa urais Mheshimiwa Nchimbi. Usikatae kwenda kusikiliza. Wewe nenda usikilize. Alafu baadaye wewe utaamua umpigie nani. Sasa nilienda, wakati naenda kuna lori lilinipita, lilikuwa limeandikwa hapa nyuma. Wasema mikakati ya fedha usiwahusishe watoto. Wewe unaonaje? Sasa na Mungu sasa unajua kuna watoto wa aina nyingi. Kuna biological science, watoto kama ambao tumeona wajukuu. Lakini kuna watoto vidosho, wanawake na wasichana wazuri. Sasa hapo ni kauli tata, usimuhusishe yupi. Usimuhusishe yupi. Mikakati ya fedha usimuhusishe toto. Sasa na Mungu aleti baraka zake, aleti faraja zake. Hivi tu uhitaji mazingira ya kutendeana kati ya mwanadamu na kati ya yeye, kati ya uumbaji wake na kati
ya yeye. Kwa hivyo Mungu anataka tutambue jambo la kwanza, ukuu wake alionao kwa uumbaji wake. Mungu anataka aheshimiwe. Bwana asifiwe. Kama ile amri ya kwanza, kuna mambo tunapishana kama waumini ndani ya Ukristo, kuna na mambo yanatuleta pamoja. Amri ya kwanza, mimi ni nani? Mimi ni Bwana Mungu wako, usiwe na miungu mingine ila mimi tu. Mungu anataka tutambue ukuu wake. Mungu anatamka wazi atakavyokuwa Mungu wako na kwa uzao wako baada yako, kama tunavyosoma Mwanzo 17:7. Kwa Samueli yawezekana aliishi hiyo. Aliishi hiyo. Kaishi mpaka alipofika. Sasa mtambue kuwa vyote mlivyo navyo Samueli amevipata kwa Mungu. Kwa hiyo mpo ili muweze kuviendeleza na viweze kuongezeka, tafadhali msiondoke kwa Mungu. Tambueni ukuu wa Mungu. Pili, Mungu anahitaji tutambue uhusiano alionao sisi wanadamu. Utambuzi huo utuwezesha kila mara kustahimili mitikisiko ya maisha, ikiwemo hata kama huu msiba, kama tunavyosoma katika Samueli wa pili, tena wa jina wake, sura ya 7 mstari wa 24. Mungu anasema atayaimarisha yaliyo kwetu, tukiendelea kumkaribisha kwenye uhusiano wake. Sasa hii ndio inatufanya huyu Mungu wa Waisraeli, huyu Mungu wa Yesu, sisi tunahusianaje na yeye? Kupitia neno lake. Aisha sema atahusiana na sisi. Na jambo la tatu, Mungu wa faraja yote anapotaka adhihirishe upendo wake katika hitaji lako au hitaji langu au hitaji letu, anahitaji tutambue nia yake ya ushirikiano. Bwana asifiwe. Katika uumbaji wake Mungu anapotaka anataka vile tulivyo navyo, vile ulivyo, uvitumie kwa mwongozo wake. Itumike kwa mwongozo wake. Kati ya kazi ambazo sikuzipenda kabisa ilikuwa kuniambia nihubiri Injili. Kati ya kazi ambazo sikuzipenda ilikuwa kufundisha. Lakini sasa ndo zinanipatia maisha saizi. Ndo zinanifanya nijulikane mjini na popote. Kwa hiyo Mungu anataka, anavyotaka wewe, anavyotaka yeye, ndio hivyo kwako. Ukisoma Kutoka 29 utaona Mungu alifanya hivyo kwa Daudi akiwa bado kadogo. Mfalme Daudi miaka 16 akaambiwa atakuwa mfalme. Baada ya miaka 30 ndio anakuja akiwa na miaka 30 ndio anafanywa mfalme. Humu katikati akapita na misukosuko. Tena baada ya mfalme aliyekuepo alipofahamu kuwa sasa Daudi ndiye atakuwa mfalme baada yako. Sasa hapa mjua mrithi ni nani? Mnajua wosia yukoje? Mumwache mama kwanza atulie. Bwana asifiwe. Niye muonyesheni mama upendo. Hata huko makazini kwetu, ukishajua fulani kaletwa ndio atakuja kuchukua nafasi yako, uhusiano unakuaje? Ukishajua fulani kaletwa ndio ana vipawa fulani kukuzidi, ushirikiano wake na yeye ukoje? Na sasa kumbe tena wewe ndio unapaswa urudi nyuma ili yeye afanye. Afikia atasifiwa yeye. Wapendwa wa injilisti, niye chapa kazi, halafu mafanikio yakitokea, hata kama tambaki za nalala, sifa zitaenda kwake. Sisi tutachapa kazi, hata sifa zikitoka, baba kesho mshahara ndio atatajwa wa kwanza. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tushirikiane, bado familia inatuhitaji kwa mambo ya tushirikiane kama taifa, tushirikiane kama jamii. Mara nyingi Mheshimiwa Magufuli alituachia msemo, vyama maendeleo hayana nini? Hayana vyama. Maendeleo hayana vyama. Yanagusa popote. Baya bagambati orabo ine kikona kitensene nezigwira.
panzi wakidondoka uwezi ukamwona ndege aliye mdogo. Kila ndege anapambana kumtafuta. Na amani ikiharibika, mimi nakumbuka ile vita ya Kagera nilikuwa mdogo, tuliondoka nyumbani na chupa ya chai na stove. Na mzee alikuwa ameandaa kujenga, kaleta mabati, kaleta matani ya cement. Tuliporudi hatukukuta chochote. Tulianza upya. Kwa hiyo jamani, tutunze amani. Amani kwanza za familia zinazoasisha na amani ya moyoni. Na kwa hiyo haya yote niliyoyasema yanakamilishwa katika uhusiano binafsi wa muumini na Yesu Kristo na kwa Mungu aliye baba yetu, kama tunavyosoma Mwanzo 22 sura ya 22, tutaanzia mstari wa kwanza kidogo. Alafu Mwanzo, sadaka kwake yeye anajua alivyotoa. Sasa kuwepo kwetu pamoja na yeye muda huu, tunaamini alikuwa anatoa vizuri. Bwana asifiwe. Sasa Mungu haachi kuhitaji sadaka kutoka kwetu ili kutunza kazi yake. Mungu kila mara atahitaji. Sasa anapohitaji, itikio lako ni lipi? Itikio langu ni lipi? Mungu anahitaji sio kile unachokipenda. Na sasa hivi mchungaji, sisi katika kukua kwetu, nakumbuka sasa huyu kuku nilimnunua kwenye mnada. Ametaga, ana vifaranga, amefanya banda limekuwa kubwa. Sasa hivi ukinunua kuku kwenye mnada, unamfikishia wapi? Ukimweka kwenye banda imekula kwako sokoni. Je, mwanaume mkorofi wampe nini? Na leo wampe hiyo ya bandia. Kwa hiyo tutakapoamua kuwa tayari kwa Mungu, atatokeza faraja yake na kuonesha upendo wake kwetu. Ilikuwaje Mungu anamtaka Ibrahimu ajihusishe na dhabihu za wanadamu? Sasa ukajiuliza, watu wa Kanani, Ibrahimu anapoingia Kanani, Musa anapoingia Kanani, anakuta watu wanaabudu. Kwa hiyo hata Ukristo unapoingia hapa Kiasha, ukisoma Walawi 20 utaona na wataja na kwenye Biblia wanataja. Kuna Mungu Moleki. Huyu alikuwa Mungu wa Moabu. Kuna Mungu Kemosh, Mungu wa Waamoni. Kwa binti zake alipomnywesha pombe, mzee akanyosha miguu, kumbe ananyosha miguu kwa watoto wake. Unawakuta na Qatar, hata na Iran wao. Kwa hiyo ukiona hii migogoro ya Israeli nayo maeneo inawasilishwa huko. Kuna Mungu Babeli, kuna Mungu Baali na Mungu Ashera, Mungu mke na Mungu mme. Ukiona mji, Mungu hawa Wamoleki na Wamoabu walihitaji vijana, watoto wadogo, vijana ambao hawajavunja. Walikuwa na Mungu Baali na Mungu Ashera. Huyu ni Mungu mme na mke. Ukiona mji umejaa makahaba, ukiona mji umejaa madanguro, fahamu kwamba ibada hizi zimetawala. Na alikuwa Mungu Dagon wa Kristo. Kwa Waisraeli waliendelea kuabudu. Kwa hiyo Mungu anamjaribu Ibrahimu aone kweli ameamua kumtii au anaamua kufanya kama sehemu ya watu walioishi katikati yao. Nafasi yako unailinda kwa Yesu. Bwana asifiwe. Na jambo la pili, Mungu anataka amondoe Isaka katika moyo wa Ibrahimu. Watu wengi tunapambana kutafuta mafanikio, tunasoma, tunakesha, tukishapata kazi, tunamsahau Mungu. Sasa unajua ifike mara utambuliwe kwamba huyu ukifika anakuwa kwa Mungu. Wewe unatambulikaje? Mimi ninatambulikaje? Tufike mara watu wa Mungu watu wanahitaji
anakupendeleza pale unapoabudu, watu mkimbilie fulani. Lakini sio anaanza kujiuliza, tunamwingiaje? Tumtume nani? Wewe unaingilizaje? Na Samuel niliambiwa na mchungaji wake alikuwa mtu wa kuingilika. Bwana asifiwe. Watu waombe huu moyo, usiofishe, uendelee. Mungu akusaidie utakapoondoka hapa, utakapoendelea kuwafariji walioko mahali hapa. Tusiwe na shaka. Unaona Ibrahimu alifunga kuni tukampisha Isaka. Yaani zile kuni ndio zingemalizia Isaka. Yesu alitwishwa msalaba wake. Unaona vinavyofanana? Isaka na Ibrahimu hawapo. Yesu bado yupo. Bwana asifiwe. Ibrahimu alikufa, akazikwa, akaoza huko, anasubiri Mungu aje amfufue. Yesu alimtesa, wakamuua, wakamzika, Mungu akamfufua na yupo hai hata leo hii. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tusitie shaka. Huzuni zetu, shaka yetu tunaye wa kukabiliana nayo. Tushirikiane naye, na kwa hiyo hili yowe lako la kutaka msaada John alielekeza sasa kwa mtu aliyesaidia. Aliye mzuri. Usifunge mlango. Na mwingine anapiga yowe alafu hataki kushuka kwenye mti. Wakati wameshaweka hata magodoro mioyo yetu, matakwa yetu, na atatusaidia, hajawahi kuwa muongo. Mungu atubariki sasa na hata milele. Amen. Haviwezi kurishinda, twakushika siku zote maishani nako. Ernest Majula kwa ujumbe mzuri wa neno la Mungu ulienda kuleta faraja. Familia, ujumbe zaidi ulitugusa sisi sote, lakini zaidi ninyi mkaribishe Mungu katika maisha yenu. Na Mungu awe sehemu yenu, hata waacha. Anawajua, amemchukua baba kwa makusudi yake. Tukio la kwanza ni la kumuaga baba au kuaga mwili wake mzee wetu Samuel, na wakati huo huo tunaleta shukrani za kumshukuru Mungu kwa maisha yake. Kwa hiyo ninaomba wale wanaoandaa mwili watuandalie mwili, tutakuja kwa kutoa shukrani zetu. Kaburi haleluya, asifiwe Mwokozi. Panapo msalaba linatolewa cheti cha kuingia mbinguni. Lisifiwe kaburi la mwana linalozidi yote. Asifiwe Mwokozi. Lipofika langoni kulizwa cheti cha kumwonyesha Bwana, akakutwa nacho. Usifiwe, usifiwe msalaba, isifiwe kaburi sio nacho kama mjinga kwa siku ya harusi. Usifiwe, usifiwe msalaba, isifiwe kaburi la mwana linalozidi yote. Usifiwe, usifiwe msalaba, isifiwe
asifiwe Mwokozi. 377 377 atashuka na mawingu aliyewapo mtini na watakatifu wengi watamtukuza sana. Haleluya, 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 haleluya. Yesu anatujia, kila jicho litamwona katika enzi yake, nao waliombeza wataogopa wote, watalia, 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 ukweli kwao wapaangukia wote penye kiti cha enzi. Si nguvu zote jo sasa kumiliki, jo pesi, jo pesi, jo upesi, tunakuomba sana. Pana jitori na maji mazuri yaenda ulimwenguni, na meta na loli na ng'aa walijua jitoriyo. Ninakuita teke unywe, wanywao maji haya wafurahi, waimba kwa shangwe kubwa. Makosa na shida yanaondoshwa, wote waoshwa na Bwana. Ninakuita nawe njoo, utafute jicho la moyo, nawe uyateke unywe. Maji ya jicho hili, watoto watakuwa mwishoni kwa mpiga picha na bomba. Mui yake ya koza moyo, nawe uyateke unywe. Nchi nzuri ya meta, karibu tutaimba sisi huko, kule tutawaona wengi wapendwa, ona Yesu Bwana, tutashirikiana nao, itakuwa furaha kubwa. Simame karibu, tutaimba sisi Yesu Kristo, Mwokozi wetu, tutashangilia daima. Ya kwenda kwetu, simame
Yesu, Bwana Yesu amekwisha kukuongelezea, ikujali kaguliza, ndiko utako kwenda. Fika kwa Bwana Yesu, hata mambo ya dunia yakuangushayo, ya uzima naitiwa hiyo. Maria ni mzima, utapewa kwa Bwana. Upesi, fika kwa Bwana Yesu. Wakatae waepuke wanao kudanganya, ni wajinga wakupoza, wakupoteza wewe, ila wewe ukata kuondoka kwa Yesu. Njoo upesi, fika kwa Bwana Yesu. Ukijua hilo usipolifuata, kosa hilo sana, wapasi wa hukumu. Vumilia, jizuie kuondoka uzima. Njoo upesi, fika kwa Bwana Yesu. 398. Hapana rafiki kama Yesu, yu peke, yu peke. Hapana mpozi kama Yesu, yu peke, yu peke. Yesu jua shida zetu, aweza kutuongoza. Hapana rafiki kama Yesu, yu peke, yu peke. Ye anaye sifa ni Yesu. Salama, yu peke zetu, aweza kutuongoza. Hapana rafiki kama Yesu, yu peke, yu peke. Kulinda Yesu yu mwaminifu, yu peke, yu peke. Hata wakubaliwa halifu, yu peke, Yu
Uipokee shukrani hii ambayo familia, kanisa na sisi sote waombolezaji tumeungana kuleta shukrani hii kwa ajili ya maisha ya mzazi wetu mzee Samuel Kawa, ambaye baba ulimvuna siku chache zimepita kutoka kwetu, na leo hii tunamfanyia sherehe yake ya kuaga mwili wake, lakini tunatazamia kwamba tutakutana naye katika ulimwengu ujao. Tunaiombea pumziko jema yeye tunapoenda kulaza mwili wake, lakini nyuma yake tunaiombea familia. Tunamuombea mama mjane ambaye ameachwa kwenye familia hii, watoto wake wa kike na wa kiume, wajukuu zake, familia nzima ya wazazi wetu hawa, mzee Bruno na ndugu zake wote. Mungu wape ushirikiano mwema, waendelee kukutumikia kwa amani na furaha kama tulivyosikia kwenye neno, kama msiba isiwe sehemu ya kuwatoa kwao, bali waandae watambue kwamba upo na maisha yanaendelea. Baba, katika upendo wako shukrani hii uitume ilete matunda ya kiroho, ili ufalme wako ueneze hapa na popote duniani, kwa Yesu Kristo mwana wako na Bwana wetu. Amina. Niombe mkae. Aliyekufa awe limbuko la wote waliolala na kumiliki waliokufa na walio hai. Tunakushukuru kwa ajili ya ahadi yako ya uzima wa milele katika neno lako na matendo makuu ya kutuokoa. Uhimidiwe kwa kumkubali na huyu ndugu yetu da Samueli katika ubatizo mtakatifu kuwa mtu wako na mrithi wa uzima wa milele. Uhimidiwe pia kwa ajili ya msamaha wa dhambi ambazo utujalia sisi sote tunapokujia kwa unyenyekevu. Hata huyu ndugu yetu tunamweka katika mikono yako yenye huruma, na tunakushukuru kwa ajili ya yote mema tuliyoyapokea kutoka kwake. Tunawaombea wote waliohuzunishwa na kifo chake, hasa tunawakumbuka watoto wake, mke wake, wajukuu na wengine wote walioguswa na msiba huu. Watulize kwa neno lako takatifu, wasaidie ili waweke tumaini lao kwako na kuzitegemea ahadi zako. Twakusihi hata kwa ajili ya sisi sote, ufute mioyo yetu kufikiri yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi hii ambayo hatuna mji udumuo. Tusaidie kuvumilia dhiki, taabu na huzuni maishani mwetu. Tutulizwe na neno lako ili tukae katika amani ndani yako na kushinda majaribu ya kila aina. Tujalie imani iliyo imara na kufahamu kwamba mateso ya wakati huu kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Twakuomba hata kwa ajili ya yule wa kwanza miongoni mwetu atakayefuata kuitwa na wewe kusimama mbele za uso wako. Umwandalie pamoja na sisi sote tufikie mwisho mwema. Tujalie kuvipiga vita vizuri na kumaliza mwendo wetu tukiilinda imani. Hivyo tuwe tayari kwa sasa kwa saa yetu ya mwisho katika tumaini lililo hai, kwa kuingizwa na wewe katika maisha ya milele kwa ajili ya kufa na kufufuka kwake Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo ikae nanyi nyote. Amina. Lakini najua ya kuwa mteteaji wangu yu hai, na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi. Na baada ya ngozi yangu kuharibika hivi, na mwili huu utakapokuwa haupo, nitamuona Mungu. Nami nitamuona mimi nafsi yangu, na macho yangu yatamtazama, wala si mwingine. Katika hili pendo la Mungu lilionekana kwetu, kwamba Mungu amemtuma mwana wake pekee ulimwenguni ili tupate uzima kwa yeye. Mungu tuliye naye ndiye Mungu aokoaye, mwenye njia za kutoka nako kufani ni Mungu Bwana.
katika uharibifu, ufufuliwa katika kutokuharibika, upandwa katika aibu, ufufuliwa katika fahari, upandwa katika udhaifu, ufufuliwa katika nguvu, upandwa mwili wa asili, ufufuliwa mwili wa roho. Maana sharti huu uharibikao uvae kutoharibika, wakufa uvae kutokufa. Basi huu uharibikao utakapovaa kutoharibika, na huu wakufa utakapovaa kutokufa, hapo ndipo litakapokuwa lile neno lililoandikwa, mauti imemezwa kwa kushinda. Wapi mauti kushinda kwako? Wapi mauti uchungu wako? Mungu na ashukuriwe, atupaye kushinda katika Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. Wapendwa, nikaribishe sasa MC wetu kwa muda mwingine kwa machache yaliyobaki. Kwa niaba ya familia ya Samueli Kahwa Nyumba Kalgwendo, tunatoa shukrani zetu kwanza kwa wale waganga na wauguzi katika hospitali ya wilaya ya Magu, lakini pia tunawashukuru majirani wote ambao wameweza kumsindikiza kutoka kule Magu, lakini pia tunawashukuru sana majirani wanaotokea katika eneo hili la Kiasha. Shukrani zetu zingine tunazitoa kwa wote mlioshiriki kwa kutoa michango yenu ya lambilambi na salamu hizo. Pia tunashukuru waliomjengea nyumba ya muda duniani baba yetu kipenzi. Tunawashukuru pia mlioshiriki katika kutoa huduma mbalimbali. Wapo waliotutengenezea chakula, wapo waliofanya hili na lile ili kuifanikisha siku hii iliyoadhimu kabisa na ya muhimu sana kwa safari ya baba yetu. Pia tunashukuru kwa uongozi wa serikali wa eneo hili kwa kuweza kutupa ruksa ya kufanya jambo hili, lakini pia kutupa ruksa ya kumsafirisha, maana hakuondoka akiwa hapa. Ilikuwa ni safari ndefu, tulitokea Magu, ni kilomita nyingi sana. Viongozi hawa walituruhusu tukaweza kumsafirisha hata kumfikisha hapa. Tunashukuru pia viongozi wa kiimani, wachungaji, wainjilisti na washirika wote wa ushirika wa Burugo kwa kuweza kutoa ushiriki mzuri, mkashirikiana na sisi familia. Tunashukuru sana. Lakini shukrani za kipekee sana kwako mchungaji wa ushirika huu. Kwa niaba ya familia naomba kutangaza siku ya kuhitimisha au tuseme kuanua matanga. Itakuwa siku ya Ijumaa, manake siku baada ya kesho ndipo tutafanya shughuli hizo. Bwana alitoa na Bwana ametoa, na jina lake lihimidiwe milele. Amen. Upande wa nyuma ya tenti hilo, alafu vigeukie ilipo kaburi letu la kawaida tu. Kwa hiyo niombe wale tuliopo pale, nafasi zetu tulie pale pale, ili matukio mengine basi tutakuwa tunayashuhudia tukiwa nafasi hizo tulizo. Baba mchungaji, tumeambiwa Ijumaa ndio siku ya kuhitimisha, basi nasi tutafika. Utokapo na uingiapo, tangu sasa na hata milele. Amina.
Ndugu zangu wapendwa, waombolezaji na familia, twendeni kwa amani tumzike huyu ndugu yetu na mzazi wetu mpendwa wetu. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe pamoja nasi. Amina. Tutaenda makaburini tukiimba wimbo wa Kiaya, Lalamila moyo gwange. Kano faga egetunga ekare kuwanza omwondeni ota omuketima keno Mungu kama bwajo eyaringa uliumbwa kwa udongo, unarudi tena kwa udongo, kwa udongo, mavumbi kwa mavumbi. Yesu Kristo mwokozi wako, yeye atakufufua siku ya mwisho. Amen. Tukimaliza, viongozi wetu wakuu wa kanisa, na tutafuata familia, na baada ya familia mwenyekiti wetu wa jumuiya, familia ijiandae kumzika baba sasa, mara baada ya viongozi wetu wa kanisa. Na nyuma ya familia mwenyekiti wetu wa jumuiya na uongozi wako na kijiji tunafika hapa kanisa uzike. Karibu familia. Familia wa kamera hapo wawili wanaweza kuchukua sehemu zote mbili, huyu anachukua huko na anachukua huko, ili tusinganganie upande mmoja. Familia waende pale, wengine hapa. Sogeza
Mafundi niombe tuweke hela ajio hicho. Wa marehemu Robert Kato, wimbo namba ya 90 fungu la kwanza tunaposimama. Tene mponya alipowamba, ndipo nebomba pose, akaniokoa mpenzi, mwana wa Mungu, mwana wa Mungu, mwana wa Mungu, Yesu wangu, Bwana tene mponya alipowamba, mwana wa Mungu. Bwana Yesu alipokuja hapa duniani akafundisha na baadaye akapata wafuasi, aliwaimarisha, alijua atapitia changamoto mbalimbali, lakini akawaachia neno, akasema atakaye kunifuata ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake anifuate. Fungu la pili. Chini ya mti wenye Zikoni mwamba usafi, mara kwa sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Pokea baraka ya Mungu unayemtegemea, unayemtumikia na kumwomba katika kila hali. Mwenyezi Mungu akubariki na kukulinda. Mwenyezi Mungu akuongezee nuru zake na kukufadhili. Mwenyezi Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele. Amen. Njia yangu iwe ndefu, kwa sina hofu mbele zake. Nasi twajua ya kuwa utuachi tushindwe na nguvu za huzuni ya mauti, kwa kufa kwa mwana wako Yesu Kristo na kwa kufufuka umetupa sisi ushindi dhidi ya kifo, nguvu za shetani na dhambi. Wewe uliye asili ya maisha ya mwanadamu, wewe uliyetuumba, wewe unaweka na kuondoa. Tunayo sababu ya kuendelea kushukuru kwa sababu ya maisha ya mwenzetu marehemu Samuel, ambaye sasa umemuita kutoka katika maisha haya ya dunia hii ya taabu na dhiki, na sasa yuko katika nafasi ambapo Bwana wewe umemweka kwa mangojeo. Tunaendelea kushukuru Baba, tukiomba neema yako ya ulinzi kwetu sote tunapohitimisha ibada hii,
na baadaye kila mmoja kuondoka. Tuongoze, utulinde. Walio wengi hutumia vyombo vya moto vimetengenezwa kwa akili na mikono ya mwanadamu. Uwe dereva mwema njiani, nasi tunakataa kila roho za ajali na kila roho za malipizi na visasi. Baba, uwe pamoja nasi, na hawa watakao baki nao, endelee kuwa faraja kwao, watulize mioyo yao, waendelee kuona wewe, wakikusikia wewe, ukiwa tumaini lao jema. Tunaomba haya, tunashukuru, na tunajua kwamba yote umekwisha kututendea, kwa sababu wewe unajua mahitaji yetu na dhiki zetu nazijua wewe. Katika jina lako Mungu Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu sote sasa na milele. Amen. Amina. Wapendwa, kama tulivyoanza msiba kwa amani na furaha, tunatarajia hata baada ya maziko haya muendelee kushirikiana vizuri, nia mamoja, fanye mamoja, mshirikiane. Basi kama nilivyowaambia jana, msiba wa baba iwe ni sehemu yetu ya kumshukuru Mungu katika yote. Basi Mungu awabariki. Kesho asubuhi tutafika kwa ajili ya sala, na jioni pia kesho tutafika kwa ajili ya sala, na siku yenyewe ile baada ya ibada ya mchana ile ya Ijumaa tutahitimisha jioni rasmi.